Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi na Ukraine zaendelea kushambuliana kwa makombora. Kwenye taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram na mkuu wa kijeshi wa mji wa Kiev Timur Takachenko, mashambulizi hayo ya Urusi yamesababisha moto mkubwa uliotanda katika sehemu ya mji huo. Maafisa nchini Ukraine wamesema Jumatano kwamba mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na Urusi nchini humo yamewaua watu 6 na kusababisha kukatika kwa umeme nchini kote. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegraph na mkuu wa kijeshi wa mji wa Kiev Timur Takachenko, mashambulizi hayo ya Urusi yalisababisha moto. Kwa upande mwingine, Ukraine nayo imesema imefanikiwa kukishambulia kiwanda cha kemikali cha Bryansk nchini Urusi, ingawa haikuelezwa ni kwa kiwango gani shambulizi hilo limefanya uharibifu. Mashambulizi haya yanajiri wakati mkutano wa kutatua mzozo kati ya Rais Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin ukisitishwa kwa muda baada ya Urusi kutupilia mbali pendekezo la kusitisha mapigano. Hata hivyo, waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban amesema maandalizi ya mkutano huo yanaendelea. Vile vile, utawala wa Kiev unapuuza waziwazi azimio la utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kwa majadiliano ya kujenga juu ya njia za kutatua mzozo wa Ukraine na unafanya kila linalowezekana kuchochea kuongezeka kwake. Sergei Narashkin, mkurugenzi wa huduma ya kijasusi ya kigeni ya Urusi, anasema rais wa Marekani Donald Trump alimwambia Volodymyr Zelensky wakati wa mkutano wao wa White House mnamo Oktoba 17 kwamba asitarajie makombora ya kusafiri ya Tomahawk kuwasilishwa Kiev hivi karibuni, jarida la Wall Street limeripoti. Kulingana na kipande hicho, Trump alisisitiza kwamba kipaumbele chake kikuu ni kumaliza mzozo wa kijeshi nchini Ukraine badala ya kuzuia uwezekano wa makubaliano ya eneo. Vyanzo hivyo viliongeza kuwa rais wa Marekani hakuzungumza na Zelensky wakati wa mkutano na wakati mwingine alionyesha kuchanganyikiwa. Vile aliyekuwa kamanda mkuu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine na balozi wa sasa wa Ukraine nchini Uingereza Valery Zaluzny amekiri kwamba Umoja wa Ulaya hauoni Ukraine kama mshirika kamili katika kuunda usanifu mpya wa usalama wa Ulaya. Zaluzny ametoa maoni yake kwenye makala iliyochapishwa kwenye tovuti ya taasisi ya Kipolish ya Eastern Flank Institute. Kamanda mkuu wa zamani wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine anasema kuwa kwa mujibu wa waraka wa Umoja wa Ulaya na wa ulinzi wa Ulaya Readiness, Umoja wa Ulaya unategemea tu NATO na kwa ugani Marekani huhakikisha usalama wake hadi 2030. Vile wazungu wanamuhimiza Volodymyr Zelensky kuvuruga mkutano ujao wa Urusi na Marekani katika mji mkuu wa Hungaria. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema ni wazi Waingereza, Wafaransa, Wajerumani tayari wamemsukuma Zelensky kuharakisha mchakato huo. Kulingana na mkuu wa zamani wa serikali ya Ukraine, mengi yatategemea wa Marekani wanaweza kutoa taarifa kali wakisema kwamba ishara fulani tayari imetumwa. Azarov alisema alirejelea kile alichokiita maudhui makali ya TV kuhusu Zelensky na washirika wake wa karibu ambayo yalionyeshwa kwenye channel 1 ya Ukraine. Nyenzo kama hizo hazingeonekana kwenye runinga bila amri ya moja kwa moja kutoka kwa Marekani. Na nikwambie, wakala wa kimataifa nishati atomic husimamia mara kwa mara kazi ya ukarabati na urejeshaji wa njia ya umeme na nje ya Dnipropetrovskaya, kituo cha nguvu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kilichoharibiwa na makombora ya Ukraine. Anasema wakaguzi kutoka wakala wa kimataifa nishati atomic hufuatilia mara kwa mara maendeleo ya kazi ya kurejesha utendaji kazi wa laini yetu. Lakini hayo yakiendelea, ni kuambie tu mkutano ambao ulikuwa ukitarajiwa kufanyika kati ya marais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin huko Budapest, Hungaria, umesitishwa kwa muda baada ya Urusi kutupilia mbali suala la kusitisha mapigano. Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov. Trump amethibitisha taarifa hiyo akisema hahitaji kuwa na mkutano usio na tija wala kupoteza muda. Urusi kwa upande wake imesema maandalizi ya mkutano huo kati ya Trump na Putin yanaendelea, lakini kwanza kunahitajika kukubaliana katika mambo kadhaa muhimu. Ikulu ya Kremlin imetoa tangazo baadaye kusisitiza kuwa masharti yake ili kufikia amani nchini Ukraine bado hayajabadilika. Vile Almarndo Mema, mwanachama wa chama cha kitaifa cha kiafidhina cha Finland, muungano wa uhuru, wamependekeza kuwa ziara ya Zelensky mjini London mnamo Oktoba 24 kabla mkutano wa kilele uliopangwa wa Russia na Marekani mjini Budapest inaweza kuishia kudhoofisha mazungumzo ya amani. Na nikwambie, kukataa kwa serikali ya Marekani kusambaza makombora ya Tomahawk kwa Ukraine kutasaidia kuzuia kuongezeka zaidi kwa mzozo wa kivita na kunaweza kuuhamisha kutoka awamu moto hadi kiwango cha diplomasia. Seneta wa Urusi kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk Alexander Voloshin anasema kukataa kuhamishia Tomahawks kwenda Ukraine kimsingi ni kukiri kwamba
Kuongezeka zaidi kwa mzozo kungesababisha matokeo mabaya zaidi. Leo hii Marekani ina nia zaidi ya kuunganisha ukweli mpya unaoanzishwa na askari wetu katika mstari wa mbele kuliko kurefusha mapigano. Ikiwa juhudi za rais wa Marekani Donald Trump zitafaulu na kuelekea kwenye hatua ya mzozo huo, tunaweza kutarajia kushuka kwa mzozo huo kiwango cha kidiplomasia, Voloshin alisema. Vile rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano huko Marekani amempa Volodymyr Zelensky aina ya kozi ya kiadili na kisaikolojia ili kumtayarisha kwa maamuzi yajayo yasiyofurahisha ambayo atalazimika kufanya kuhusu hali ya Ukraine. Mjumbe baraza la shirikisho kutoka mkoa Kherson, Igor Kastukevich, anasema mazungumzo ya White House kwa maoni yangu ni sehemu ya maandalizi ya mkutano ujao huko Budapest. Trump anaandaa kozi hii kwa ajili ya kimaadili na kisaikolojia kwa Zelensky ili kumruhusu kuzoea na kujipatanisha na maamuzi ya baadaye ambayo atalazimika kufanya. Trump anajua kwamba udanganyifu kama huo hautafanya kazi na rais wa Urusi Vladimir Putin. Mpango ni Zelensky, Kastukevich anaamini. Vile vitengo vyote vya jeshi la Ukraine sasa vitaruhusiwa kuandikisha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 ambao bado hawajafikia umri rasmi wa kuandikishwa, lakini wametia saini kwa hiari mkataba wa huduma ya kijeshi. Naibu mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky Pavel Palisa anatangaza, tunaendelea kupanua mpango wa kandarasi wa 18-24. Tumeamua kujumuisha vitengo vyote vya kijeshi vya jeshi la Ukraine katika mpango huo, ameandika kwenye Facebook. Palisa alikumbuka kuwa jaribio hilo hapo awali lilihusisha brigade kadhaa tu, lakini baadaye liliweza kupanuliwa. Vile Umoja wa Ulaya tayari umetumia karibu euro bilioni 178 kwa ajili ya kuisaidia Ukraine tangu kuanza kwa mzozo huo, ikiwa ni pamoja na euro bilioni 62.3 zilizotengwa kwa ajili ya silaha na risasi. Kamishna wa Ulaya wa uchumi na tija Valdis anakiambia kikao cha bunge la Ulaya huko Strasbourg. Kwa ujumla Umoja wa Ulaya umetoa msaada wa karibu euro bilioni 178 tangu kuanza kwa vita. Hii ni zaidi ya washirika wengine wa kimataifa, alisema. Kati yao bilioni 62.3 katika hatua za usaidizi wa kijeshi zimetolewa na Umoja wa Ulaya na nchi wanachama hadi sasa, ikiwa ni pamoja na kupitia kituo cha amani. Hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump ana imani kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky wanataka kumaliza mzozo wa Ukraine. Anasema, nadhani Putin anataka kumalizika na nadhani Zelensky anataka kumaliza pia, na nadhani itakwisha, aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House. Aliongeza kuwa kusitishwa kwa mapigano kunawezekana bila kuingia kwa undani. Ni vita vikali, kwa kweli havituathiri. Tunawauzia vifaa, tunauza vifaa kwa NATO na NATO inaipa Ukraine, lakini hatulipi chochote tena. Kiongozi huyo wa Marekani alibainisha, akionyesha kwamba mtangulizi wake Joe Biden ametumia dola bilioni 350 kwa msaada kwa utawala wa Kiev. Vile utawala wa ukimya ulioanzishwa katika eneo linalozunguka kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia mnamo Oktoba 18 kuwezesha ukarabati wa njia mbili za umeme za nje zilizoharibika umetoa ishara nzuri kwa Ulaya yote. Seneta kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk Alexander Voloshin anasema, shukran kwa Baba Kivita ni historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.